Last portion of that message so that we can pick another message as we continue. Leo ninataka tumalizie na impact of altars in our lives, na ninajua ya kwamba Mungu anaenda kunena nasi. Wale ambao umeingia siku ya leo, umekuja ujumbe huu kiendelea, naomba tu Roho wa Bwana aweze kutusaidia kufahamu, maana ni ngumu sasa kurudia kila kitu. We have done it for the last almost 3-4 weeks, na ninajua ya kwamba itakuwa ngumu kurudia the whole thing, but today tutaangalia the impact of evil altars in our lives. Na nianze kwa kusema hivi ya kwamba I want to really appreciate intercessors, praise and worship, na watu wa sound kwa sababu ya kujitoa. Leo niliona tume keep time vile tulikubaliana. Tulisema tutakuwa tunafika hapa saa 1:30 na most of you are here. Amen. Kama ulikuwa hapa by 7:30 inua mkono. You see it's quite a big group. Na ninajua, I'm very sure, as leaders, if we keep the pace, the rest of the followers will just they will just pick the habits. Ni kweli. Na one of the biggest challenge in believers ni kutaka vitu ambazo hawajalipia gharama. Our brother mwalimu wetu Festus Obiembo alikuwa anafundisha asubuhi concerning paying the price, kulipa gharama. Na it was very powerful. I thank God for him. Wapenda, tukubalini kulipa gharama. Let's pay the price. Abia jirani yako lipa gharama. Ni mama wangapi unaendaga soko hapa? You go soko, unaendaga soko kuchukua vitu. Okay. Inua mkono usione haya. Hiyo ndio ofisi yako. Unaona haya nini? Okay, mnaendaga soko saa ngapi Regina? Please, we are in church. Usidanganye. We are in church. Saa 1. Dada yetu, unaendaga soko saa ngapi? Faith. Saa 10. Saa 10:30. Saa 10:30. Ya jioni au ya asubuhi? No, ninauliza because you know sometimes ni vizuri ku clarify. Saa 10:30 ya asubuhi ukikuja asubuhi. Saa 10:30. Amen. Dada yetu 5. Okay. Wafanyakazi, inua mkono. Wafanyakazi sio ya kujiajiri, wafanyakazi. Inua mkono. Mnaogopa nini? Unaenda saa ngapi mtumishi kazi? 5:30 ndio unatoka kwa nini? Mwalimu? By 6. Nani mfanyakazi mwingine ameinua mkono tuone? Saa ngapi mmulike? Unakuanga? Ndio unakuwa kazi. Okay, hiyo hapo nafikiria ni I hope you are a manager. Okay. Now, what is the reason why ninauliza haya maswali, because can I say this? We will never become what we desire, irrespective of the desires we have and passion in life, unless or until we pay the price that is required. Wapenda, mmeshika hiyo Kiingereza? Hatutafika mahali tunataka kufika muradi tunafanya mambo jinsi tumekuwa tukifanya over years. Never, things will never change. Somebody say time changes nothing. Shikeni hiyo. Time changes nothing. What time does? Time reviews. Unajua kuna watu wamekuwa kigonja, unasema okay, hii ni 2020, wacha nione mambo kama haitabadilika. So long as you are the same old you with the same bad habit that you acquired from, I don't know when, things will never change. Hata ukifika 2030, 2027, things will never change until you change yourself. Tafadhali ninaomba kwa jina la Yesu, kama hii kanisa tutaenda next level, tukubalini kubadilika. Amen. Kama unaenda soko 5, wengine nimesikia for that kama fee. Why do you come in the house of God saa 4, saa 5?
Wengine hata hawana aibu saa 5. Na unaona mtu anaona amejaribu. Ambia jirani yako kuanzia leo. Kanisani. Fika katika nyumba ya Bwana mapema. Ile siku moja nilitembea kwa kanisa fulani, nafikiri nishawahi shuhudia hii kitu. Kanisa ya Edward Mwai. Nilikuwa tamani siku mingi sana kwenda kwa ile church, at least in the course of the week, maana singepata nafasi Sunday. Na siku moja nikaamua nikatoka hapa mapema sana. Nilitoka I think was it 6 maybe? Ilikuwa 6. Mimi nilifikiria ati nitafika huko nikiwe namba 1. Acha niwapende niwaambie. Na haikuwa Sunday, ilikuwa in the course of the week. Niliingia kwa hiyo kanisa nikaaibika. Kanisa ni kubwa mara 10 ya hii. Lakini 3/4 of the church ilikuwa imejaa hivi. Mimi sasa hata ibidi nikae na huko nyuma. Sasa sababu sasa utakaa wapi mbele? Kumejaa, unanikanisa unaona kuko watu wamejaa. Nikasema kwa moyo, mkiona watu wako na impact, mkiona watu wako na result in life, if you are not ready to do what they do, wacha kulalamika. Ima kwa kuambia watu wameabudu sanamu, sijui wameabudu shetani. Please, before you conclude ya kwamba nimeabudu ibada za sanamu, enda uchunguze my lifestyle. Enda uchunguze gharama ambayo nimelipa before you conclude that. So if those guys they get as early, mimi nilifikiria labda okay niliingia nikaona yenyewe nimechelewa. Na sasa hiyo ilikuwa around 7:30 sababu ni hapa Roysambu. So nikajiuliza sasa hii in the course of the week watu wamejaa hivi na sasa inakuwa namna gani? So wakati niliulizia hapa nikaambiwa wengine hata walilala tu muhimu. Okay, nikasema okay, sasa wacha basi ngoja mtumishi akuje. My friend, nikaambiwa mtumishi gani? Alifika sasa, ako hapa kwa ofisi, alifika mapema sana. Wapenda, mumerealize maskini tuko na problem. Sisemi nyinyi maskini, lakini kuna there is a way, kuna jinsi watu maskini wanafikiriana. Wanaweza sema. Amen. Ulisa jirani yako wewe unalala masaa mangapi? Unakanyaga blanketi kuanzia saa 2 mpaka saa 2 asubuhi. My friend, you die poor. You will wish until you die wishing. Hata unaona hii magari yote hii ni watu wa Masonic. My friend, yangu sio ya Masonic. Wanaweza sema. Ambia jirani yako badilisha hizo tabia. We want life to change, yet we are not changing. We want God to be faithful, yet we are not being faithful to Him. I want to challenge you, and I'm throwing this challenge with a lot of lust. I mean laugh, not lust. Oh please, not lust. Unajua kuna watu wanajiganga hapo. Sio lust, nasema laugh. Bwana Yesu asifiwe. With a lot of love. Ya kwamba please, this church we want to go to the next level. If we are going to play in the league of the mighty and the blessed, we must do what they do. In Jesus' name. Amen. Na hii ni kitu tumeweka. I hope unajua kwa nini nawaangalia namna hii. Hizi hapa sasa ninawapenda sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa pamoja kwa hii church for a long time. And sometimes huwa tunachokorana, lakini kuchokorana ya upendo. Because as a father lazima you play your role. Nilikuwa ninakaza maisha leo. Maana wakati ninatoka kwa nyumba huwa ninatoka ninaenda kupanguza gari hapo nje. Na nililia maisha hapendagi kunifuata sana hapo. Hata Shiro ndiye msichana wangu mkubwa na nifuatanga tupanguze gari. Lakini maisha so leo ndio nilikuwa namwambia awache mama mwingi. Bwana Yesu asifiwe. Nikamuuliza ako na miaka ngapi, akaniambia saa hii ameingia 13. Nikamwambia wewe ni teenager. Nikamuuliza unajua kitu kinaitwa teenager? Akaniambia ninajua. Sasa wakati nilimuuliza hiyo akaniambia kwa 13 years. Akaniambia anataka kutahiri. Me I love preaching practical gospel. Tuache kuhubiri vitu haziko. This is what we are going through. Unajua watu wanapenda sikii. Akaniambia nataka kutahiri, nikamuuliza utatahiri na nikitoka kwa nyumba saa yote na shida yako, nikamuuliza unataka kunyonya? Akaniambia dadi siwezi kunyonya mimi mkubwa, na kwa nini unashindaga ukifuata mama yako hapo kwa nyumba? Ati mama asipotoka wewe huwezi toka. Na akaona sasa dadi amebadilika. Lakini nikamwambia kuanzia leo kama unataka kutahiri umekuwa na teenager, lazima
Nikitoka kwa nyumba kwenda tukaguza gari, unanifuata tunapaguza gari. So that was the deal. That was the first preaching I made in the morning. Wanaweza zidika. Amen. Sisi tunasaidiana. Because unless we change the way we have been doing things, wapendwa, hata uruke juu, hata upige duru, hata ufanye namna gani, we will never grow big. We will never become. But the moment we change our mind, our life changes. Everything about us changes. The way we do things. Wanaweza asifiwe. Kuna samaki niliona samaki anakuanga na memory ndogo. Kuna a certain fish kuna a very small memory. Amen. Na most of the fish has naga memory kubwa. Na ndio maana unaona unakamata samaki na bado unaweka hapo tu, unachomoa ingine na unaweka hapo na haziulizani hao wengine wanaenda wapi. Maikazi ndio ameenda wapi? Na samaki huwa anaona na huku juu. Yes, samaki huwa anaona nje. Akiwa ndani ya maji huwa anaona. So kazi ni amechukuliwa, lakini bado anaona anauma, anachukuliwa, brother mkubwa anaenda, alikuwa ameenda, auntie ameenda, lakini ajiulizi wanaenda wapi? Wanaweza zingine. Tusiwe na memory kama ya fish. Tunakuja tunafundishwa Sunday lazima ukuje mapema, unakuja saa 6. Ambia jirani yako kuanzia leo Sunday itakuwa hapa mapema. Can I say this as I continue? Can I say this? There are things that when you align, you attract them. Kuna mambo ukiyafanya, there is a positioning, there is a way you can align yourself to attract mambo zingine. Even money, nilisema we don't pursue money, we attract money. Si kweli? Bwana Yesu asifiwe. There is a way you can. Na ndio maana mnaona kila mtu anapoenda kwa job yake, huwa anakaa kulingana na hiyo kazi. Ni kweli? Makanika huwa anavaa nini? Anavaa overall. Right? Okay, daktari huwa anavaa kabuti ya white. Dada zetu wa Madharu huwa anavaa namna gani? Wacha ifike hapo usiseme. Si mnajua huwa vile huwa anavaa. Na niliwaambia huwa inapanda kulingana na masaa. Inapandaka kulingana na masaa. Niliona kuna nguo haufai, sio lazima ubadilishe ndio ikue fupi. Hapana, anafanya kazi namna hii inapanda yenyewe. Siziko. Wewe ni mtu wa nguo. Siziko. Yeah, ndio Recha. So akifanya tu namna hiyo anajua hiyo ni level ya 6. Anaona masaa inaenda level ya 7. Vile masaa inaenda level ya saa 3. By the time inafika saa 7 saa 8 ya usiku, hiyo nguo iko wapi? Iko tu bokati, ilikuwa nguo. Na anajua akikaa hivyo kuna watu kuna customers attract. Wapendwa, nataka kusema nini? Sio ati mimi ni mhubiri ambaye hana adabu. Lakini wapendwa, ninaongea mambo haya because these are real life experiences we have been. Kama mtu anakaa hivyo kulingana na job, kwa nini sisi tunakuja katika nyumba ya Bwana ili hali tunasema tunampenda Mungu na mioyo yote? The way we treat him by our action prove otherwise. Bwana Yesu asifiwe. Can I say this? And it is in the Bible. The Bible says that faith without work is dead, right? Imani pasipo kuwa na matendo imefanya nini? Imededi. Kwa hivyo we can speak things and wish things with our mouth, but if whatever we are confessing is not combined with what, that confession remain dead. Kwa hivyo ukiona mtu anainuka, his confession and his doing is in line. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Hii kanisa nataka tuanze kubehave kama makanisa makubwa. Maana that is where we are headed. Amen. Hatuwezi kuwa tuna behave kama makanisa wa watu 10 na tunataka watu 1000 this year or next year. No, there are things we must change. Our attitude toward God, the way we manage time must show ya kwamba we are ready to go to the next level. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Amen. Amen. Najua mnasemaga, pastor ameanza namna gani? Wacha tu nianze tu hapo. Leo nataka tuangalie the story of Job kidogo. Itatusaidia kufahamu 1 2 3. Pastor Murili, I hope you have the Bible, or whoever, or Marika, do you have the Bible? You can read for me the book of Job chapter 1. Tunaangalia the impact of evil actors in our lives. Na nafikiria rasani niliangalia kitu kidogo hapo.
Na leo tunaangalia the impact of evil altars in our lives. Na malaika unapofungua hapo, wacha niseme hivi, nisikizeni tafadhali. The Bible says the entrance of God's word brings light, right? Bwana Yesu asifiwe. Amen. The entrance of God's word bring light. Na wapenda niseme namna hii, when we are talking about light, most of the people who wanafikiria ni hii mwangaza tu inaonekana nje. Tafadhali nisikieni, because the moment you understand these things you interpret the Bible properly. Light, when we talk about light in the Bible, light represents information. Light represents what? Information. So when the Bible says, in the entrance of God's word, light comes. So what the word of God brings into our life is information. Now it matters the information you have. It matters the information you have in your life. Somewhere the Bible says, kama nuru iliyo ndani yako ni giza. Nuru inaweza kuwa giza. Unajua nilikuwa nafikiria hivi kitu gani? Kama nuru iliyo ndani yako ni giza. So nuru inaweza kuwa giza namna gani? So the Bible is not talking about this light. It is talking about the information. If the information in your life is dark, is wrong, then your body is full of darkness. Are we together? Na ninaongea mambo haya wapendo kwa sababu kuna watu wamekataa kubadilika kwa sababu the information you are feeding your spirit is wrong. The friend who are feeding you, they are wrong. People who are feeding your life, they are wrong. Romans 12, the Bible says, Romans 12:3, do not be conformed to the standard of this world, but be ye transformed in your mind, by the renewing of your mind. Bwana Yesu asifiwe. But information is very important. If you have friends who are not giving you the right information, leo nimepeana ruhusa tukatane na hao marafiki na tuachane nao. Bwana Yesu asifiwe. Maana ninaongea mambo haya because I feel them in my spirit. Kama wale watu ambao unakaa nao, kama marafiki zako zile information huwa wanakupatia, it is not an information that can build you up. Please, from today, shun them. Kama ukikaa na mtu dakika 5 unasikia chuki imeongezeka, sio upendo, huyo mtu ni wa kutenga kama corona. Ask your neighbor who is your friend. Show me your friend, I will tell you who you are. Hawezi kuwa unatembea na walevi na unasema hawa hukunywaji. It is a matter of time utaanza kukunywa. Hawezi kusema mimi sio mwizi na unatembea na wezi. It is a matter of time utaanza kulewa. Show me your friend and I will tell you who you are in life. Ask your neighbor, who are your friends? Bwana Yesu asifiwe. Najua watu wapendi injili za aina hii, but this is the truth. This is the reason why we come to the house of God. Maana wapendwa, maisha yetu yanafaa kubadilika. We should have a tangible evidence of God in our lives. Somebody say, na niseme hivi ninapoendelea. I think it was Joshua Selman who was preaching, and he was saying there are 3 main ways in which the devil find ground to enter into your life. And it was so powerful. I felt like, oh my, amenifungua macho. And I should tell you also. Yakoba alikuwa anasema there are 3 major ways when the devil find them in your life. Hata hakuna kuuliza swali, anaingia na anaanza kuchapa viboko. One of it, alikuwa anasema one of the major way the devil find way into the life of men. Na ndio maana mnaona watu wako kanisani na watu, because devil does not respect you coming into the house of God. Unajua kuna watu okay, acha nitaendelea tu. Tutafika hapo. Tutafika ni pole pole. And he was saying one of the major way when the devil find it in your life, he must come even without invitation. Anajua hii ni bidhaa yangu. So long as uko na hiyo bidhaa, hata bila kumwalika anakuja. Mmoja wapo wa hizo bidhaa alikuwa anasema one of it ni disobedient and rebellion. Ningekuwa wewe ningeandika I could note it down. Disobedient and rebellion, because disobedience and rebellion is a product. Ni bidhaa ya shetani. He is the owner of it. Rebellion and disobedience ni yake. So the moment he fight rebellion in your life, don't even think you are going to invite him. He comes. Una bidhaa zake.
You have aligned to that kingdom. So you have attracted that kingdom. Uliza jirani yako kama wewe ni mbele. Na watu wamejaa makanisani, watu hawaambiliki, watu hawasemezeki. In fact, ukiambiwa kuja saa 2, unasikia kawito ya kukuja saa 4. Pastor akisema usifanye 1 2 3, unasikia kufanya opposite. That is a sign ya kwamba kuna pepo ndani ya rebellion. And so long as you have that attitude, you attract the kingdom of darkness. And guys, you know what happens when the devil comes? Anakuja kuentertain. Shetani anakuja kuentertain watu. Anakuja job good. Anakuja job ya shetani ni gani? Killing, destroy and stealing. Na ndio maana unakuja una realize ya kwamba finances za watu wa Mungu zimeibiwa. Afya za watu wa Mungu zimeibiwa. Familia za wateule zimeibiwa. Bado wako makanisani. Sasa unajiuliza, does it mean going to the church does not change anything? It changes many things. But so long as you align with the kingdom of darkness by rebellion, you attract that kingdom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Ninajua hampendi injili za aina hii. Watu wanapenda kubarikiwa. Lakini mimi nawaonyesha njia ya kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe ni rebellious, ni muasi, wewe ni mtu ambaye hautii, you will attract the devil in your life. Amen. Amen. Number 2, he said, another thing when the devil finds it in your life, he is attracted, is ignorance. Kupuuza. Na watu wa kupuuza ni wengi sana, hasa katika nyumba ya Bwana. There are so many. Somebody said, nafikiria ni Wasungu walisema, if you want to hide anything from an African, hide it in a... Wasungu waliangalia Mwafrika wakajua an African man or an African race, they are lazy race. Ni watu Mwafrika ni Mungu tu atusaidie, maana tuko na kasoro wa Afrika. Na ndio maana mnaona Msungu anatoa marigafi, inaitwa marigafi Afrika. Anatoa kahawa yetu huku, inachumwa, anapelekewa ng'ambo, anaenda na siaga, anaongeza value. Tunauziwa times 2 na imetoka hapa. Alafu mwambie Msungu ati Mwafrika ako na akili. Hata kwa naona nyinyi hamna akili. Mtu anawezaje wewe ulime umuuzie, aende akuuzie mara 2 ya ile vitu? Because we are too lazy. We don't want to add value on anything. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And so long as we carry this mentality around, let me tell you church, hata kama tutasema Jesus mara 7, yaani niliona kuna watu wanaenda kwa nyumba twingine tuko na huko, tunaambiwa arudie bila 7 na Bwana mara 7. Baba wetu wa mbinguni, na kwa sababu hataki kuchoka, anaona hiyo ni rahisi. Unarudia bado unakaukiwa. Utarudia hata mara 100 na maisha yako haitakuwa na shape until your head changes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msungu amerealize kwa Afrika kuna shida. Na wapendwa, Jesus brought the gospel so that we can be free. The gospel means good news. Ya kwamba waliokuwa wamesetwa, they can be free. Waliokuwa wameonewa, they can go free. Jesus, this is the gospel. Yet, the same gospel has got conditions. Align with these principles of the kingdom, your life will change. Change the way you have been thinking. Niliona watu wa pwani, I'm sorry to say this, most of them, Bwana Yesu asifiwe. Anakaa kwa mnasi chapo chini. So yeye akiwa hapo ana barehe na breeze. Tunda likianguka yeye anapata tu hapo anakula. People don't want to tire. Nilisikia pwani hakuna haraka. Pwani hakuna haraka. Ndio maana naona tumefika mahali kusema Afrika hakuna no hurry na my friend. Carry the same mentality. You die wishing. If you don't change here, you die wishing. You will die hoping, but you never come to pass. Our brother was telling us we must pay the price. And I really support it. We must pay the price if our life is going to have a meaningful change. Hawezi lala kuanzia asubuhi mpaka saa asubuhi the following day. Once you don't pray, you are calling yourself a believer. You don't pray, you don't read the word, you don't seek God, and then you expect God of heaven ati atakuangalia tu akuhurumie. Nimeona umeteseka sana, umelia sana. My friend, forget it.
God is not a man. He is God. We must change. And I'm saying this without remorse. We must change the way we have been thinking and the way we do things. Na ndio maana mnaona hata wenye dhambi, hawana haja na kanisa because they don't see anything that we can really challenge them to accept our God. Hawaoni sababu. They don't see. Bwana Yesu asifiwe. Ignorance. Kupuuza. Nimesema hiyo ni ya kupuuza. Watu wamejaa kanisani. Ndio maana mnaona wengine, niliona wengine hata I'm sorry to say this. Ni vile tu I hope hakuna watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Watu wana kanisa, watu wanakula nyoka. Wanakunywa Petro. Nini nyingine? Niliona wengine wananyolewa sijui wapi sitataja huko. Oh, in the name of God. Bali nilikuwa nataka niseme. Ndio maana sijasema sababu nimejua. Bwana Yesu asifiwe. Oh, in the name of God. No, shida. So long as italeta mkato. Nyoa. Shaitani ashindwe kwa jina la Yesu. So long as italeta nisichoke. People don't want to pay the price of anything. They don't want anywhere they will be inconvenienced. This is the reason why we are in church, we are still struggling. We are confessing Jesus as Lord. It is not working because it is more than just confession. Wanauziwa kifagio, afagie mapepo. Wanauziwa nini nyingine? Chumvi. Mawe ya kupiga Goliathi na inapandua raini. You know, unajua shida hii ni laziness. People don't want to pay the price. Oh, hii itafukuza mapepo. Oh, lete shortcut. Bwana Yesu asifiwe. Mzungu anakuja huku, ana mine our wealth, ana mine our minerals, anapeleka ng'ambo. Anaenda ana process, anaongeza thamani, anaongeza value, anatuuzia times 2. Na alitoa wapi? Afrika. The mentality is an attitude. It is laziness. Bwana Yesu asifiwe. Hata jirani yako, you must change the way we have been doing things. Na wapenda msifikirie sihubi, I am preaching. I am preaching already. We must change the way we are behaving as believers. You don't hide behind confession. That's niwaambia sana. Wale mnasemanga kama ni Mungu tu atatenda. My friend. Utashanga, you will be surprised. You'll be surprised. So the other thing alisema nimepeana ngapi? Ni covenant. The other thing is covenant. He said those 3 areas, if the devil fight them in your life, my friend, he will come even without being invited. Because those things belong to him. And actually you understand, you know what is a covenant? Siniwaambia what is a covenant? It's an agreement. Iwe wewe ulifanya, iwe ilifanywa na wazazi, iwe ilifanywa na watu wa familia. So long as there is a covenant in your life, devil will come and will have a legal ground kukuchapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini angalia hiyo kupuuza iko na wa Kristo. Biblia anayo hasomi. Ni wangapi wamesoma Biblia hapa the whole Bible? Edwin, you can tengenezea mimi. Bwana Yesu asifiwe. How many have read the Bible? Okay. Hata wacha kusoma. How many have the Bibles here? Okay. Again mikono chini. How many don't have the Bible? Inua mkono, usiogope tafadhali, tunaweza guzwa tukusaidie. Inua kabisa mkono. How many don't have the Bible? Bado haijakuwa elimu. Ni wangapi hawana Biblia? Inua mkono. Okay, ni wangapi wako na New Testament peke yake kale kadogo? Najua hamwezi inua mkono. Lakini unakuta Wakristo ambao wanasema ni Wakristo wanaenda mbinguni by faith express. Mtu hana Biblia. Ukiangalia simu yake ni ya 25k. Yet we want our life to change. Forget it. When the devil fights those 3 areas in your life, or those three products in your life, he will come without being invited.
What are they? Moja ni disobedient. Sema rebellion. Niko na watu rebellion in the house. Amen. Wako? Si wako? Uliza jirani yako kama wewe unalipa tithe. Nianzia hapo kwa sababu ninajua mnafikiria kuwa rebellion ni kulipia pesa. Si kuji. Uliza jirani yako ni upe tithe. Muulize, kwani unamuogopa? Na akikuangalia baya uinue mkono uniambie pastor huyu ananiangalia baya. Muulize kama huwa analipa tithe. If you don't pay, okay, if you don't do what God says, who are you? Or what is it? Is it obedience or rebellion? It is disobedience. Bwana Yesu asifiwe. Covenant and hindrance. It is only in church people whereby they want to come here while we are excited. Inua mikono, inua kiti, fanya mambo namna hii. Acha ukuzi. Atukifanya namna hii utaendesha gari. My friend, utaendesha. I hate to be a prophet of doom. But let's face it. Tumeambiwa hivyo mara mingi. Ni mara ngapi unaambiwa fanya namna hii? At the act of faith. My friend. Unafanya mwaka inaisha na ingine. Sasa hivi umeifanya miaka 10. Hata moto bajuna. Ndio maana mtu eventually people leave the church. But I realize it's not working. But is it not working? It is working. If only we can be told what to do. Amen. Amen. It is working. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifanyeni namna hii. Unajua uzuri sisimami MCA. Unajua kama ningekuwa nasimama ningeopa nipoteze vote. But now I'm not. Sisimami. Na unajua hapa siku wa vote ni hapa kwa hii madhabahu. It is a calling. Bwana Yesu asifiwe. Na najua hii yetu sio ya mshahara. Ilikuwa mshahara ningeopa kamati ya kanisa watapunguza hiyo kitu bwana. Sasa hawezi kupunguza. Hiyo ndio faida sasa niko nayo. Bwana Yesu asifiwe. So wapendwa, pamoja na kusema my friend, there is something else that is required for you to do. Sikatai kufanya hiyo. It is an act of faith. But pamoja na act of faith, Bwana Yesu asifiwe. Seek to know. Okay, pastor, ninajua unataka gari. Hawezi tu kuendesha gari kwa kusema vroom. Okay, kama unataka gari, if you really need it, which one? Because that is part of faith. Which one? Number 2, how much do you want? Ya pesa ngapi? Which color? Which make? Where is it? That is faith. Lakini huwezi kaa kusema mwaka inaisha nataka gari. Lakini that is how we are behaving in church. Na kuambia mimi ni mhubiri wa kitaifa. Na hata kwa nyumba yako huja kuhubiri. My friend, tuacheni vituko. Tuacheni ukaruhu. Abia jirani yako angalia mbele tafadhali. Mwambie angalia mbele. Ndio mimi nilisema kwa hii kanisa sitakuja kuzimua watu hapa. Sitakuja kuzimua watu hapa. Tutakuja tuwabiane ukweli. Ndio so that if it is not happening, you know where you have gone wrong. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor, read for me Job chapter 1. Just give me that minute, I'll be done. By saa 6:30 tutakuwa tunamalizia. Chapter 1 verse. Anza verse 1. Okay. Uko na mic? Si upewe mic microphone. Ukiangalia injili za Yesu hazikuwa injili hazina matendo. Na ndio maana hata Paulo alisema ya kwamba my preaching and my gospel is not with empty words. It is not without power. Kwa hivyo tunaweza kuhubiri injili ambayo ni ya maneno tu. Lakini according to Jesus, we should preach a gospel that is not only with mere words. Ya kurekesha tu ya maneno. We should preach a gospel that can cause a change. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Yes. Tusome. Amen. Maandiko katika kitabu cha Ayubu chapter 1 verse 1 tukiteremka inasema hivi:
Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mnyenyekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Tufikishe hapo kwanza. You can even sit down. Nataka usome kama umekaa chini, maana tutasoma kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Are we together? Yes. Tumesema ni Job chapter 1. Job chapter 1. Job chapter 1 and verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright and one that feared God. Wacha tufikishe hapo wapendwa. Are we together? Nataka tuangalie, maana nimeanza kukueleza baadhi ya mambo yakipatikana katika maisha yako hutahitaji kualika shetani, atakuja. Na sasa hapa kuna hadithi, a very inspiring story of a man of God by the name Job. Na nafikiria Biblia imeanzia kutueleza historia na maisha ya Ayubu ndio tuone kile kilikuwa kinasababisha Ayubu awe mtu tofauti, awe mtu ambaye alikuwa na fanaka, awe mtu ambaye alikuwa tajiri, awe mtu ambaye alikuwa na nguvu. Tunaambiwa ya kwamba he was a man who was perfect. I have never seen a man who is perfect, but according to the Bible here, this man was perfect. So you can guess the kind of a man he was. He was perfect. He was upright. He was a man who feared God, and he was a man who shunned or eschewed evil. And for this reason, the Bible says he was the most richest man in the East. The most influential man in the East. He was so rich. Tutaonyesha utajiri yake hapo chini. Wapendwa, nataka kusema hii. It is possible for a man to be righteous and wealthy. Abia jirani yako kaja mbele. It is possible for a man to be righteous and wealthy. This one, he was so wealthy but very righteous. Ninaongea hili kwa sababu kuna hii kasumba ya watu wanakuanga nayo ati unajua ukitaka kutajirika au kupata mali usishike kanisa sana. Hiyo ni injili ya shetani. Na ninaikanso kwa jina la Yesu. Maana hii ndio injili inafanya watu wa compromise. Wanakuwa ya kwamba they are not on the side of the devil, neither are they on the side of God. So they are on the middle. They don't benefit from this side, neither do they benefit from the other side. Afadhali uwe upande moja. If it is on the side of God, anguka huko. Utaona faida zake. Kama ni pande ya shetani, anguka huko. Hata Yesu alisema, I think in the Bible says, God does not walk with double-minded people. Are we together? Wapendwa, kama tunashika kanisa, wacheni tushike kanisa na mikono yote na moyo yote. So that tufaidike na kile Mungu ametuwekea kwa church. Lakini unakuta watu wako kanisa Sunday, lakini in the course of the week, they are behaving just like the mere men in this world. Na ndio maana kanisa haiwasaidii na kwa shetani hawasaidiki. Bwana Yesu asifiwe. This man, God himself gave a testimony about his life. He was upright. A man who was always against evil. A man who was always fearing God. How do we know he was fearing God? Down there the Bible says, endelea hapo chini, verse 2. Verse 2 nasema, kisha walizaliwa kwake wana 7 na bibi watatu. 3. Mali yake nayo yalikuwa ni kondoo 7,000. Wapendwa, sikizeni hiyo, twende polepole Malika. Mali yake nayo twende polepole tu. Yes. We are learning. Now, tumeambiwa huyu mwanaume alikuwa na watoto. Wanaume ngapi? 7 na wasichana ngapi? 3. Hiyo ni familia ya watu ngapi? 10. Kuongeza mama na dadi. So that was the family of Job. Yet he was righteous, upright and perfect. One who feared God, but very wealthy. Now look at his wealth. Angalia utajiri yake. His substance was 7,000 sheep. Kondoo 7,000. Amen. Amen. Nani yako na kondoo 7,000 hapa? Okay, nani yako na kondoo 10? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza jirani yako kuna kondoo ngapi? Na wakati naongea kuhusu kondoo, I'm talking about wealth. Uliza jirani, what do you have? Alikuwa na kondoo ngapi? 7,000.
Hizo ni kondoo za mtu mmoja au ni kondoo za community? Mnaroko tukikusanya zile kondoo zote ziko huko zinaweza fika 7,000. Wapendwa, shikieni, ninawahubiria hii because it's in the Bible. Wapendwa, kuna watu wametajirika na bado wanampenda Mungu. Amen. Amen. So hii kama ukishika kanisa sana, yes, my friend, according to God, you can be very wealthy and yet you love him. Amen. He had 7,000 sheep and 3,000 camels. Ngamia ngapi? 1,000. Okay, hata wacha tuangalie na bei ya leo. Ngamia moja ni pesa ngapi wale ambao mnajua bei ya ngamia? Hakuna watu wa Nyanza hapa? I mean wa Western, Northeastern. Wewe hamjui bei ya ngamia? Hata Regina hajui. Hamjui bei ya ngamia? That thing is expensive, right? Ngamia ni very expensive. Lakini huyu mwanaume tunaambiwa alikuwa na ngapi? 3,000 camels and 500 yoke of oxen. Dume zake za kazi ni 500. Palika. Zake ni 500. Okay. Of course. Maana hizi ni za kulipa. Tunaonyeshwa tiga za kazi ni 500. Sio ati inasema tu tunaambiwa they are called and 500 yoke of oxen. Hiyo ni tiga zake zilikuwa 500. Kama mtu akona matiga 500 mchungaji, what about the size of the land? Yoke hizo ya joki ni ya kulima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay, matiga ni 500. Okay. And 500 she asses. Asses ni punda. Na punda wake 500. Punda za kike ni 500. And very great household. So this man was greatest of all men of the East. He was the greatest. So ukitaka kujua mtu mkubwa, tajiri, ukiulizia unaambiwa ni nani? Ni Ayubu. Yet perfect, upright, and the one who feared God. Wacha tuendelee kidogo. Verse 4. Maandiko yanasema his sons went and feasted in their houses, every one his day, and sent and called their 3 sisters to eat and drink with them. Watoto wake hao 10 walikuwa wanafanya bash. Sema bash. Kwa hivyo bash hazijaanza leo. Walikuwa wanafanya bash. Wanaambiana leo tuko kwa Kamene, kesho tuko kwa Musyoka, hiyo ingine tuko kwa Onyango, hiyo ingine tuko kwa Joroge. Wanasungukana bash. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo bash sio baya, si ndio? Kwa hivyo bash sio baya. We, niki nini baya? Kwani bash ni baya? Inategemea ni bash ya nini. Lakini kuna uwezekano kuwa na mambo baya kwa bash. Kwa sababu tutaangalia hapo chini tuone kile mtumishi alikuwa anafanya baada ya hiyo bash. Tunaambiwa na Biblia ya kwamba they could hold bashes or feast each in everyone his day. Verse 5, and it was so when the days of the feasting were gone about that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered a burnt sacrifice or offering. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa sikizeni. Baada ya hii bash kuisha, Ayubu alikuwa anatoa sacrifice kwa sababu ya watoto wake, na anasema labda walimtusi Mungu katika mioyo wakifanya sherehe. Kwa hivyo kwa bash kuna uwezekano kuwa na mambo mbaya. Ndio maana we don't entertain them so much. Ukiwa na watoto wako wanaenda bashes, ni vizuri kuchunguza wanaendaga bash wapi. Maana wengine wanaendaga wanakuta huko kuna vileo, na vileo hizo zimewekwa pombe. Zingine zinawekwa bangi. My brother alienda Mpeketoni. Na alipoenda huko alienda akakunywa mahali. Na hatukujua limekuwa nini kwa sababu kuanzia hapo kichwa ilikali kama iliruka, akaanza kurudi reverse. Alikuwa anahubiri. Leo kuna nini? Edwin, kuaje tena? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Atusikizani. Akaanza kurudi reverse. Akiambia watu mtubu, Yesu anarudi.
Anaulizwa ni kwa nini unaenda Divas, anasema hataki kuwa kama nguzo la chumvi, kama mwanamke wa Rutu, na akaharibika kabisa na kichwa ikaruka kabisa. Lakini alikuwa ameenda kunywa kileo, hatujui kiliwekwa. So ni baadaye tulikuja kugundua ya kwamba huko Mombasa, that is what they do. Peketoni, Lamu ni kisiwa. Wakienda kulewa mnawekewa dawa ya kulevya kwa hiyo kileo. Wewe unafikiri unakunywa pombe, kumbe ni dawa ya kulevya. Kuanzia hapo kichwa inaharibika. I thank God my brother hakuharibika kabisa, maana tulimnyakua kwa mapema kabla haja kichwa ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale mnapenda bashi, unataka bashi wapi? Na pate. Bwana Yesu asifiwe. Do we even have time for bash? Wale ambao mnatafuta Mungu hatuna time. And that is why Job would always give a sacrifice, kwa sababu ya watoto wake wasije wakawa wamemlaani au wamemtusi Mungu katika ile bashi. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says we can jump to verse 10. Verse 8. Malika ilikuwa nini verse 7? Verse 7. Of verse 6, begin verse 6. Inasema hivi. Alikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. 7. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kusunguka duniani na katika kutembea uko na uko umo. Fikisha hapo basi. Bwana Yesu asifiwe. Now nimeruka kwa sababu tunataka sasa tuende kwa another this. Then the Bible record, siku moja kukawa na mkutano wapi? Heaven. Na it was meeting between God and his sons. His sons are angels here. And the devil was found in the midst of the meeting of God and his sons. Kama shetani anaweza kuhudhuria mkutano ya Mungu na kanisa, wale mnanalia Biblia kama pigo, usinyongwe usiku. Na unanyongewa hapo juu ya Biblia na unanyongwa. Wapendwa, ni hizi vitu. If the devil can attend the meeting of God himself, not a prophet, not a pastor, God himself, what about church? He will come regularly. Na akae pale chini. Can I tell you the truth? Devil need the very presence of God to live. The very anointing in the devil's life is the anointing of God. Biblia inasema hapo ni anointing. So you anointing ni nani? Simunijibu wateule. Hiyo anointing iko na shetani ni ya nani? Sio ya shetani, ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. It matters what we do with your power. Power is power. What matters is what you do with power. So the devil was found in the very meeting of God's sons. Hati nimeomba sana. Shetani hawezi kukaribia. My friend, in fact, ndio anakaribiaga zaidi. Yes. When Jesus fasted and prayed for 40 days, who came? He came. And in fact, akampeleka kwa church. Akampeleka juu ya mlima, akamuonyesha mautajiri yote ya dunia hapo. Then from there akampeleka church. Akamwambia imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaongea mambo haya kwa sababu kuna vituko ninataka nitoe kwa watu kwa hii akili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kukuja kanisa hakubadilishi usipokubali kubadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Umetoka wapi? Nafikiria Mungu alikuwa anaendelea na mkutano hivi ninafanya. And then at the back he realized, wewe umetoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habia jirani yako angalia mbele. Akauliza, wewe umetoka wapi? Akasema hakuulizwa kwa nini uko hapa? Are we together? Kama ingekuwa hivyo, yeye kuwa pale angeulizwa why are you here? Lakini aliulizwa umetoka? Kwa hiyo he was among the sons, Ni umejibu, sio mimi nimesema. Okay. Akasema mimi nimetoka dunia kusunguka hapa na pale juu chini. That is how the devil behave and that is how he work.
hapa, pale, juu, chini. Then akaulizwa verse 12, and the Lord said unto Satan, behold, all that verse 11. Verse 8, umemwona mtumishi wangu mwaminifu Ayubu. Umemwona mtumishi wangu mwaminifu Ayubu. Alijibu namna gani? Nisome. 8 nasema, kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. 9. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Afikisha hapo kwanza ndio tuende tena. Haya, sasa si wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amesema ametoka dunia, Luka kwenda hapa na pale. Akaulizwa, umemwona mtumishi wangu Ayubu? So Mungu anaweza kushuhudia. Bwana Yesu asifiwe. All this time Ayubu is here where? He is not aware. Kuna meeting inaendelea heaven. Na wapenda ndio tulisema spiritual realm rules physical realm. Amen. If you can succeed in the spiritual realm, physical realm is a matter of time. And you have to conform with what is in the spirit. This time, Job is not aware kuna meeting inaendelea na inaongelea kuhusu Ayubu. Na ninauliza, Mungu akitaka kushuhudia watu, anaweza shuhudia wewe kweli? Mungu akitaka kushuhudia kuhusu mtu mwaminifu, anaweza shuhudia wewe? Uliza jirani yako kama ni mwaminifu na mwelekevu. Can God testify? Mungu anaweza linga na wewe. Nauliza swali. Mungu anaweza linga na wewe, ninauliza nijibuni. Can God brag with you? Au hata kwa amemaliza. Alikuwa na Shetani, nipatie kama 2 minutes. Pekee 2 minutes tuangalie. Within 2 minutes utakuwa umedanganya, umetusi Mungu anaye sasa ulikuwa unaona. But God was so confident. Kuambia Shetani, have you seen my servant who fears me, who loves me, who despises evil? Na Shetani hakusema yes or no. Alisema it is because you have made a hedge about him. It is because you have protected whatever he has. Meaning what? Shetani alijuaje Job was protected? Wapendwa, how did the devil know that Job was protected? Alikuwa amemtembelea. Wapendwa, sikieni hii tafadhali. Shetani huwa anakuja kwetu. Most of the time. Anakujaga kuangalia, anakuwa mgeni wa mara kwa mara. Alijuaje? He knew he had visited Job not once. That's why he is saying it is because ni kwa sababu umeweka usingiro, umeweka ua juu ya kila kitu ambacho Ayubu anacho. Na ndio maana anakuja. Shetani akaambiwa hapana, you are wrong. I want to correct you. And to prove you wrong, I want you to go. I want you to go touch everything he has, but don't touch him. Kwa hivyo Shetani akasema basi, wacha tu prove huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akashuka kama umeme, akaanza kushughulikia Ayubu. All this time, is Job aware? He is not aware. Ngamia zikashughulikiwa, watoto wakashughulikiwa, punda zikashughulikiwa, akabaki pasipokuwa na anything. He was left with his wife alone. Wewe ukipoteza hizo vitu zote na within just one go, will you still continue to worship? Upoteze watoto wote, kazi iishe, mali zako ziishe, will you still worship? Simunijibu wapendwa, will you still worship? Bado utakuja Sunday? Let's be honest. Ni wale watu wanasema kai ile majaribu ninapitia ni kama Ayubu. Tuache kudanganya. Let's not be alive in the house of God. Ukipitia majaribu ya Ayubu, will you still stand? But what do we find with Job? He proved Satan wrong by still worshiping. He worshipped. Ilifika mahali Ayubu akasema, naked I came into this world, naked shall I return. This is a man who is, he knows he is not attached to anything in life.
Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali nisikieni. Anything that your heart and your soul is so much attached to will become your God. Wawe ni watoto, iwe ni biashara, wawe ni familia, if you are so much attached to them, they become your God. And they will hinder you from worshiping God. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niulize swali wapendwa ninapoendelea. What is it that is occupying your heart so much? Ya kwamba Mungu hapati nafasi. Can I say this? The reason why Abraham aliitishwa Isaac, it is because that time the only thing that was so much attached to Abraham was Isaac. Na ndio maana mnaona kuna watu wengine yeye kuitishwa na Mungu 1000 kwake hiyo ni sadaka kweli kweli. Mimi kuitishwa 1000 sio sadaka, is not a sacrifice, because that is nothing to me. The reason why God demanded Abraham to give his son Isaac, because that was the greatest attachment he had with his son. Alikuwa amekaa miaka mingi pasipokuwa na mtoto until when he was blessed with Isaac. So God wanted to see whether still Abraham would continue being royal, obedience and loving to him. Bwana Yesu asifiwe. So the reason why mnakuta watu wanaambiwa walete sadaka zao na zaka katika nyumba ya Bwana, so that God can see whether you can be detached with that thing that you so value dearly. I need job. Amepoteza watoto. He has lost the family. He has lost the wealth. Within a period of time, he is now poor and begging. On top of that, marafiki watatu wakaja na watu walikuwa wanakuja kumcomfort. Yale maswali walikuwa wanauliza Job yalikuwa much of a discouragement. Wanamshusha, wakamuuliza, Ayubu, ni mtu mgani mkamilifu anaweza kupatana na mambo kama haya akiwa mkamilifu? In short, this that you are going through is a proof that you have sinned against God. But was Job a sinner? No. He had no sin. He was still righteous. What was happening? Yale alikuwa anaendelea katika maisha ya Ayubu, it was in the spiritual realm. Mambo ambayo kwa meeting ambazo hakuwa na hata hakuwa anajua ziko, akashughulikiwa huko. So what is going on in the spiritual realm, wapendwa, can affect you, can impact you in the physical greatly and badly. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yale mambo mnaona katika ulimwengu wa asili ni dalili tu ya yale mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Then the devil returned the second time, akaulizwa lile swali, have you seen my servant Job, who is faithful, the one who fears me, he eschews evil? And this time he said, ni kwa sababu afya yake ni mzuri. Akaambiwa basi enda uguze mwili, lakini usiguze nafsi, usiue. And eventually Job was shughulikiwa, and to an extent alikuwa anajikuna na kipande cha nyungu because his skin ilikuwa imepata magonjwa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. To an extent the wife came akamwambia, my husband, you just curse God and die. There is no need of holding to your integrity. Mtusi Mungu, mlaani ukufe. And Job, he said, do we only receive good things and bless God? And when we receive bad things, we curse him. He held into the integrity. He held into his righteousness to the last minute. He proved wrong the accusation of the devil. Nataka niulize swali hili ninapoendelea kumalizia, wapendwa. Can God stand and give a testimony about you? Mungu anaweza kushuhudia kuhusu uaminifu wako. Mungu anaweza kushuhudia kuhusu upendo wake kwako. Can God stand and have the confidence to give a testimony about you? Job proved it is possible for a man to be wealthy and righteous. Bwana Yesu asifiwe. Amen. But look at him. He was a man of sacrifices. He was a man who valued greatly righteousness. Are we together? So ninapoenda kumalizia, let's look at the impact of altars in our lives.
These are the impact of altars. Now I hope you still know what is an altar. An altar can control destinies of people under its power. That is the first impact. Altar can control the destinies of people under its jurisdiction or under its power. Madhabahu yanaweza what is control? Altar can control destinies of people under its power. Tafadhali shikeni hiyo. Pastor Muridi umeshika. Altars can control destinies of people under its power. What is a destiny? Destiny ni hatima ya mtu. Ile kitu mnasikia ikiitwa nyota ya mtu. Wewe utakuwa mwanabiashara mkubwa, wewe utakuwa mhubiri mkubwa. Hiyo ndio inaitwa destiny. Na madhabahu yanaweza control destiny, hiyo hatima, so long as you are connected to that altar. Iwe godly or iwe demonic. Na ndio nilisema hivi last time nikihubiri hapa. Tuchunge zile vitendo ambazo tunafanyia watoto wetu, kama kunyolewa. Wale mnapeleka watoto nyumbani wakanyolewe na nyanya. Wale mnaitishwa mambo fulani. Wale mnaitishwa family gathering and meetings. Mnaenda mnaambiwa kuna sherehe iliyofanywa kwa sababu ya those nonsense. Those demonic things. We should be careful. Kama kitu hauelewi sababu yake, usishiriki. Maana watu nao ni warafi sana. Ndio tumeona hapa. Ignorance is one of the weapons. Kupuuza. Nitakula hiyo nyama, my friend. Umeingia kwa mtego, kwa heshima ambao kujitoa itakuwa ngumu. Ukienda nyumbani, hata sio nyumbani, ukienda pahali popote, ukute kuna sherehe zinaendelea na uelewi ni sherehe za aina gani na zinaruhusu watu kukula na kukunywa, tafadhali usikubali kukula na kukunywa kama hiyo sherehe haujui sababu yake. Lakini watu wako na appetite mbaya. They eat anything and everywhere. Do you know watoto siku hizi wanakuwa recruited in devil worshiping kwa mashule? Kupitia kwa biscuit, kupitia kwa vinywaji. Kuna watoto wa matajiri kwao, pocket money is nothing. Nani alipitia secondary school hapa? Mimi nilipitia. Na ninakumbuka kuna some of our students who tunasoma nao. Saduku walikuwa wanabeba masaduku mbili. Moja wapo ni ya kuweka manguo. Hiyo nyingine ni ya duka. Shopping. Unakuta kijana amebeba vitu za kukula. Mikate, yani hii mnahitaji jam, honey zimepangwa bluebird all type. Na sasa wewe kama unahitaji kuingia kwa hiyo kama these boys were very generous. They came from kwa familia matajiri. So wanapewa 10,000. Na ni nini ya mikate tu. So ukitaka kuingia kwa hiyo kamati, kuna vile walikuwa wanafanya. So young boys were recruited in devil worshiping. Maana hawa watoto wengine kule wametoka kwao ni kwa devil worshiping. So wapendwa, na ninaongea mambo haya kwa sababu ni mambo yanaendelea na watu hawajui. Na tafadhali hata watoto kutembea kwa jirani mchunge sana. Mnanisikia? Kama jirani yako hujui ni jirani wa aina gani, hapana ruhusu watoto wako wanaenda wanakaa huko the whole day. Hey, my friend, huyo mtoto wako kile kitu kitatolewa ndani ya rekodi kingine, you never know. Utakuwa unafikiria uko na mtoto na alienda kitabu. Wale nao mhambeaji watoto wetu wengi ni pocket money. Umekuwa bahili kiasi kwamba unapatia mtoto 100. Na huyu mtoto unajua akienda shuleni lazima akule hii mikate. Tafadhali katieni watoto wetu pocket money nzuri. Wanaweza sifiwe. Hata watakuwa tempted. Can I say this? Mimi nimepitia shule na most of us hapa tumepitia shule. Ukitoka kwa bomba uende kwa shule. Mkate ule unaonaga nyumbani sio kitu. Kwa shule unakuwa very valuable. Na ndio ninauliza siku hizi kwani mkate ilikuwa tamu kuliko ya shule ile ilikuwa. Lakini unakuta ya shule ni so good. So wakati umenyima mtoto wako fair pocket money ya kutosha kununua hiyo mkate, he will fall trap kwa hizo vitu. Ataingizwa kwa Illuminati kwa hiyo mikate. Ataingizwa kwa devil worship kwa hiyo vinywaji. Patia mtoto wako fair kama uko na uwezo. Pocket money nzuri if you are capable. Wapili mnaweza angalia muone kama hizo mahubiri na hubiri. But this is a gospel. We must understand how the devil is working. Kwa nini unafikiria hii maskini inachukua watu wa Mungu ni nini? Ni ya kukulazimisha kubao. Control you. Bow.
akupatie utajiri. Sema Yesu, na njia moja ya kusema Yesu Bwana ni kulibeba. Hiyo kanisa siendi. Kwani unafikiria tukisema tu na mdomo? The moment you do against what he says, you are bowing. Bwana Yesu asifiwe. So when you see a certain level of control in your life, even it's in the area of money or in the area of uhusiano, it is because there might be an altar. You might be under an influence of a spirit. Kuna mambo yanafanyika, unaona huyu mtu hayuko peke yake. Hakuna mtu ako na akili mzuri. Unaweza kwenda kuiba, unaona huyu ni askari. Hizi ni yote jamaa mwingine anapiga askari mbaya bovu. Uko na akili mzuri, unapiga mtu ako na bunduki na huo. Na anakutandika. Wewe na ninasema hiyo sio kitu. Malika wewe unaweza kwenda kutandika askari akiwa na bunduki. Liwa roho kutandika, hata wengine wanaonaga hiyo uniform hata unabadilisha njia hutaki. Lakini huyu he is so violent to an extent askari is nothing, na bunduki anamtandika na bunduki yake na anakanyaga kitu. Wewe muone huyu ni mtu ako under influence of a certain spirit. Wengine mnatoka kwa familia ambazo unakuta mtu ako na hasira, akikasirika anafanya vitu mpaka mnaangalia mnaona huyu hayuko peke yake. So one of the things that if you want to know you are under influence of those spirit is when your destiny is under influence of this spirit. Yani hatima yako inakuanga ikichongwa na kuelekezwa na maroho haya. Kuna watu wanahamanga na jela. Yes. In fact kuna wengine nilisikia akitoka jela anaendaga anafanya kitu juu arudi. Hata washamjua. Anaambiwa karibu tena. Hata haulizi yangu imekuja mbwa ingia. Na hawaingiagi kule, wengine wanaendaga jikoni kitchen. Washafanya machefu. So unamwambia atoke aende wapi? So ana afadhali ya kuoga ngumi ya kumwoa meno wadudu. Na aende askari umemwoa ndio. So unataka nini tupelekwe ndani? Arudi nyumbani kwake ni je? Yaani huyo ni mtu wa kawaida. Mkiona hizi tabia, wengine ni kudisapia. Unasikia ndugu yenu alidisapia miezi 3, miezi 6 haonekani. Alafu wao wasade anatoka kama mtu ametoka chini ya maji. Amerudi. Anakaa. Hiyo ni shaitani, ni pepo. Ako na pepo ndani. Kuna wengine hawatulii. Kuna dada mwingine nilikuwa ninaona kazi yake ni kusurura. Na anaweza toka anytime kwa nyumba. Hata saa 3 hasa hivi. Akisikia kwenda Kitegera na haogopi anything. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya nomad, their destiny are under the influence of this spirit. Wapendwa, nataka niulize, ukiangalia maisha yako ni tabia gani unaona hii sio kawaida? Maana kuna tabia unaweza kuangalia okay, it is once. Ilikuwa maybe a mistake, ilikuwa maybe an error. Right? Lakini hii kitu inarudia na kurudia. You are not, you can't manage it, you can't control. Don't you see? There is a spirit behind it. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ifanye namna hii tumalize. Tumesema aje? Another can control destiny of people under its power. Kama umeunganishwa kwa madhabahu hayo, your control will be determined or dictated by the other. Iwe ni utajiri, iwe ni kisomo, iwe ni uhusiano. Kuna watu hawezi oa watu fulani. Na watu unaambiwa kwa mzazi anakuambia sisi hatuoani. Kwa nini? Unajaribu kuchunguza unaambiwa hiyo ni mambo ya familia. Amen. Sisi hatusomaji makanisa haya yamekuja na masugu. Unauliza. Kwa nini hamsomaji hiyo? Hapana. Familia yetu, kanisa ile, babu wa babu alianza ni hii. Na ukijaribu kwenda hiyo makanisa unasema ya mlikuja na masugu. Kulingana nao ni ile makanisa ilikuja na masugu ni hii. Na zile za kiroho. Unaambiwa unaletewa shida, unaona mpaka wengine wanafukuzwa nyumbani. But it is not without, sio bure. They know why. If you introduce another altar in that family, madhabahu hiyo yao itaishiwa na nguvu. So they have to do their level best kuhakikisha kila mtu amealign na madhabahu hayo.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Number 2. Altar has power to bless or curse. Madhabahu iko na uwezo wa kubariki na kulaani. Remember we are talking about the impact of altars in our lives. Altars have power to bless or curse. Numbers 23 verse 1 to 30. Altars have power to bless or curse. Numbers 23 verse 1 to 30. Number 3, altars stand for memorial for those who raised them. Altars stand for memorial for those who raised them. Madhabahu husimama kama kumbukumbu ya wale watu ambao walianzisha hayo madhabahu. Genesis 22 verse 15 to 18. Altars stand for memorial for those who raised them. Genesis 22 15 to 18. Are we together? Tafadhali mkimaliza mnasema amen. Altar stand for memorial for those who raised them. Number 4, altar open unseen doors in the realm of the spirit. These are our highway for angelic traffic. Altars open unseen doors in the realm of the spirit. Madhabahu yanapokuwa mahali huwa inafungua mlango katika ulimwengu wa rohoni. Na ndiposa mnaona katika highways zetu hapa Kenya kuna sehemu zinaitwa black spot. Black spot ukifika mahali pale nilisema hutakuta mteremko au kupanda. Some of these black spot areas unakuta is a flat place, lakini mahali pale gari huwa zinapiga somersault, zinaanguka, damu inamwagika. Na unajiuliza gari hapa zinaangushwa ni nini? Na kwa sababu ya hiyo you may not see the door, you may not see the reason behind magari kugaragara pale, kwa sababu ni mambo ya kiroho. So serikali katika hekima yao huwa wanaandika kibao wanasema drive carefully black spot. Wao wanajua ni black spot, lakini ukweli sio black spot, ni demonic altar iko pale. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aka clip niliona ya wa China wanapoanza kujenga hizi barabara zetu za kadarasi wamepewa. Niliona kuna sehemu sometimes wanachibua mashimo, wanamwaga, wanaweka. Niliona wametupa nguruwe karibu 10 and then zinatupiwa moto, zina ungua alafu zinafunikwa hapa. Sasa nataka mniambie the reason ya kufanya hiyo ni nini? Au wanataka barabara ikule nyama? Amen. Na nilisikia in fact huwa wanachinja nyama, wafanyikazi wote wao wanakulishwa hizo nyama na hizo bidhaa za kazi zinapakwa damu hiyo, and then wanafanya hizo sacrifices, wanachimba barabara. And for your information you guys, nilisikia mvua ikiwaona inatoroka yenyewe hata bila kuambiwa yeye mvua. Ushawahi tuona wasimamisha barabara? Acha hivi. Hakuna. So they are fraternizing or partnering with these spirit beings so that kama kuna vitu kama mvua na mikosi na vitu kama hizo, they are in control. Na that's the reason why unakuta barabara zingine huwa wanajenga usiku. They don't do it during the day. Hata zile wanajenga mchana kama sasa hii ya Nairobi, nafikiri ni Wachina wanafanya. Si wameweka fence both sides. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, elementi mambo haya, if we can have control in the spirit, hii mambo ya hapa ulimwengu huu ni kupita. This is a copy. Physical realm is a copy realm of the real realm, the spiritual realm. Na ndio maana watu wanaenda wanapata na hiyo spirit. Wanaenda wanaiambia tunataka utusaidie, utuempower kufanya biashara. Ndio maana watu wanapewa kamote, wanapewa juju. Hiyo juju inakuanga point of contact. Au zingine zinakuanga ni nyumba ya spirit. Unaambiwa hii enda uweke kwako kwa nyumba na uwe unamwaga maziwa kidogo hapo, uwe kuna there are also instructions kwa nani asifiwe. Lakini unakuta wa Kristo kwa sababu ya kutoelewa how to partner with the altars, tunaenda kwa zile nyumba zao, tunapewa the same instruction na tunataka kuzileta katika nyumba ya Bwana. We die in the process. We die mysterious. Bwana Yesu asifiwe. So altars open unseen doors in the realm of the spirit.
These are highway for angelic traffic. Madhabahu yoyote inapoinuliwa mahali, iwe ni kwa kanisa, iwe ni kwa nyumba, iwe ni kwa biashara yoyote, huwa inafungua mlango usioonekana wa kiroho, na mlango huu unakuanga wa kualika au unakuanga highway ya maroho. So zile nyumba mnaingia, sometimes unasikia nyumba plot paka wanalia usiku. Kuna plot zingine unakutaka paka wanalia, au kuna kuaga na kuna hata plot ukiingia hauhami. Uliza jirani yako, ile plot umekaa miaka ngapi? Kuna moja ninajua hapa Mlolongo, na wana wa relative wako hapa, lakini ukiona plot yenyewe hata choo sijui ilitolewa mwaka gani. Yaani hata uwezi, hata ni kama nguo zina, lakini hata nilisikia mwingine alikuwa amehama akaenda Mombasa, wakati alirudi Mlolongo alirudi hapa. Na hata ukihama unauliza umetoa pesa wapi ya kuhama? Umetoa pesa wapi ya kuhama? Hiyo ni ya kukwambia aje umeshughulikiwa. Uliza jirani yako, ile plot unakaa umekaa miaka ngapi? Nilisikia ukienda Mombasa, na ni kweli hata sisi tulifika mtito wa Kodoi wa day tukakula. Ukifika Voi lazima ukule kwa zile hoteli zinakuwa hapa. Hata sisi tulifika hapo na tulikula. Na nilisikia hata ukitoka hapa umekula, ukifika hapo hata kama ulikuwa umekula saa 3 hapo, ukitoka hapo ufike hapo lazima ukule tena. Uniambie hiyo chakula inakuwa imeisha kwa tumbo. Kuanzia saa 3 mpaka saa 8 inaweza kuwa imeisha. Lakini nini hii inakufanya ukule tena hata kama ulikuwa umekula? Ni wangapi washaenda Mombasa hapa inua mkono? Wachache. Nawaambia kwa jina la Yesu neema ya kwenda Mombasa. Na watu hawatembei. Okay, wale mlienda Mombasa mlikula? Voi. Mlikula? Motitu. Motitu. Tuende mlikula. Ni nini hiyo inakufanya usikie kukula na ulikula saa 3 hapo kutoka? Wapendwa, hata hizi biashara unaona huku wengine huku. Ukienda kufanya mahali kununua, unasikia kwenda tu hapo. Kurudi tu hapo. Unashika hii kaduka. Ana Yesu asifiwe. Mbona ni hii kaduka hii? Chunga. Bwana Yesu asifiwe. Hata mahali mnanyolewa. Mimi kuna mahali nilikuwa ninanyolewa nikahama. Sio kwenda tu kuweka kichwa namna hiyo ya hiyo. Ati kwa sababu haunyolewi design yoyote unaweka tu kichwa pale. My friend, hapa kuna mlango. Ambia jirani yako hapa kuna mlango. Mimi nikienda kwa kinyozi kwanza ninasikiza roho. Nikiangalia jamaa mwananyanyoa nasikia sisikii connection. Acha na kichwa yako. Acha nipeleke mahali pengine. Na ni hata mahali naanga kunyolewa. Hata walewa. Nikikuta mwenye ananyoa haipo. Hata huyo mwingine ananiambia kinyozi wako haipo. Na yeye ni kinyozi. Maana nilisikia Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia hapana hii hapa. Na baadaye nilikuja kugundua hiyo kijana ni wa masigara na mafuta. Kashindo kumbe hata ndio maana moyo wangu ilikuwa kaitaki. Bisa jirani yako ndio wako wapi? Sasa napeleka kichwa inashughulikiwa. Wewe ulisa jirani yako ndio wapi? Na kusukwa. Kwanza wa mama. Na niliona kwanza hawa mama wanasukana wako na anointing. Yapata ile ingine. Unashughulikiwa tu hapo mwisho. Na unajua siku hizi kwanza wanaume wameongeza massage. By the way, umejua kuna unanyoa na unafanya massage? Mimi sijaanza, nitaomba ruhusa nikisiwa tayari. Juu niliona wale watu nao wanafanya massage ni massage. Alafu ni wa opposite gender. Unanyolewa na mwanaume unafanya massage na mwanamke. Unajua watu wanajua sana.
So unashughulikiwa kitu, kuanzia hapo unaanza kupoteza network. Amen. Unaanza kupoteza. Ambia jirani yako, chunga mahali unasuka. Wewe si mwambie tumalize, mwambie chunga mahali unasuka. Wewe nilete hizo bidhaa uweke hapa sasa. Anajua. Amen. Chunga mahali unasukwa. Ukienda usikie roho yako inakataa, hapana jilazimisha. Huyu ndiye nilisema. My friend, umeanza kushughulikiwa. Hakujawahi ona kuna mtu akikunyoa unaanza kumea vidole na huku nyuma. Hakujawahi ona. Na amepaka deto ile unapakanga. In fact hata amekuosha na sabuni ya deto. Lakini bado unamea mavitu na huko. Na yeye nini huu mkono yake sio mkono. Pamoja na mkono kuna kitu kingine. Ana mkono mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na wafundisha mambo haya because this is a spiritual. And if you are not careful, utajikuta umeingizwa kwa vitu zingine ambazo huelewi. Acha tumalize ndio tukule meza ya Bwana. Hizo ni ngapi? Ine. Hizo ni ngapi? Evil altars empowers or propels generational curses and give access to demon to your foundation. Evil altars empowers or propels generational curses and give access to demons to your foundation. Evil altars empowers. Madhabahu ya kishetani huwa yanatia nguvu laana za vizazi. Evil altars empowers or propels generational curses and give access, yanapea mlango, it give access to demons to your foundation, kwa misingi yako. Kama hamjamaliza mseme bado nitarudia. Nirudie? Hai, na nyinyi mnaandika pole sana. Evil altars empowers or propels generational curses and give access to demons to your foundation. Na ndio maana mnaona kuna madhabahu huwa inaitisha damu, inaitisha. Zingine zinaitisha sadaka za kuku na vitu kama hizo. Unasikia unakaa kama unajua kuna gathering ya family gathering na kila mtu hata Jane aapiwe, tunajua wote anataka umanga aapiwe mwaka huu. My friend, hii family gathering unalazimishwa mpaka unapewa fare tukue. Wewe na unaambiwa kama ukikosa lazima utupe pesa yako. Alafu na yeye innocence, ignorance. Nimetuma 5,000, umeiona? Nimetuma. Vile mnaniangalia ninajua kuna watu wanaongelea hapo. Kwanza ukifika kwa hiyo mkutano, kwa unajua wewe umeokoka. Unakuokoka, unajua kuokoka. Wanakuintimidate, wanakufinya, wanakudunisha. Ndio uone hata hiyo wokovu ni ujinga. Mwache mira ni mtumwa. Hii makanisa ni mapasta wanatafuta. Ukianza kusikia hizo umeongea na vituko, jua ni nini linatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Evil altars and powers. The reason why they are calling for gatherings, family gatherings, na wanachinja watu ati wakule pamoja, ni kwa sababu kuna madhabahu. Ni bila huabi wangu, sio wote wanaambiwa. Wale wanashughulikia hiyo madhabahu wanajua. Wana activate covenant. Amen. Tulisema njia moja ya shetani kupata legality in your life ni through covenant. Si tumesema hivyo? Na si tumesema wale watu ambao watu wanashirikishwa kwa madhabahu, they are under the control of that altar. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Alafu unakuja hapa tangu unasema Bwana Yesu asifiwe. Simseme amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Niliokoka. Lakini ukiangalia mwenye aliokoka ashikanishi kitu. Hata mashetani yanatoka acha ndio. Yasini Bwana, sijaona mwingine. Na huko anacheka anasema hajaona mwingine na hapana mwingine tayari.
Wewe tulishughulikiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nafundisha mambo haya because we are Africans. Let's not deny that we are Africans. We are Africans. Hizi vitu tunazikuta kwetu. Amen. Afrika wenzangu, habari zenu. Ninahubiri mambo yaliyopo au hayapo? Yes. Nani ashawaiachiwa na nyanya na kitu hapa na ukaambiwa hii kitu nimeachia fulani na isikawahi toka kwake. Sasa wewe unahamaka nayo kama nyumba vile unahamaka. Hata baada ya kuokoka hiyo kitu shosho alikuachia bado uko nayo. Na ukaambiwa wakati utaachana na hii kitu utakufa. Ya, watu wanatishana hivyo, wewe ujui wewe. Utakufa. Ukijaribu kaacha unaanza kushikwa na homa pneumonia, unajua sasa haya. Unarudisha. Alafu anapiga simu kutoka nyumbani. Tunaona umeanza kutoka, umeanza kutoka. Wamekuonea wapi? Wamejuaje? Situfikishe hapo leo. Alafu ndio tukule pesa ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ifanyeni namna hii. Kuna mtu amesaidika? Yes. Na ndio maana mnaona wapendwa, ninafundisha mambo haya. Haina haja nikuje hapa tu asizumue. Pokea. Sawa, mpokea ni vizuri. Lakini je, umepokea nini? Namba 2, ni nini hii imekufa? Hii ndoto unaotaka kila mara ukiwa kwa kaburi. Hujawahi jiuliza inamaanishaga nini? Nani huyo anakujaga kulala na wewe usiku? Alafu na mtu anasema ni ndoto tu my friend, sio ndoto. Wengine mnalalaka mkilima kwa mashamba ya wengine alafu na mtu anaita unasema ni ndoto. Ndoto gani? Oi. Bwana Yesu asifiwe. Nifanyie namna hii. Babu yako alikufa sijui lini. Na mpaka wale huwa anakuja na mnaongea. Hayo yanasema hapa ni ndoto tu my friend. Amen. Haya tufikishe hapo pastor. Lakini wapende tufungukeni huku. Biblia inasema the sons of Isaac. The sons of Isaac, they were wiser than all the tribes of Israel. Why? They could discern time. Yaani walikuwa na njia ya kuelewa, mkiona kunakaa hivi inamaanisha hivi. Wapendwa, ignorance ni ngumu, ni mbaya. Ndio maana mzungu alikuja akatupatia nini? Biblia. Akachukua nini? Mashamba. Shikeni. Ujinga sio ya Mungu. God is not a fool. Neither has he created fools. Na haimaanishi ukiokoka ukuwe mjinga. You should become better because you have different light. Light nilisema ni information. It matters the information you are operating on. If you are operating on the wrong information, you will never succeed. Mnanishika wapendwa? Nimesema mwangaza ni nini? Ni information. So, yule mtu anaweza kukusaidia sana. Ni yule mtu anakupatia the right information. Can I say this nikimalizia? Can you remember the prodigal son? Yes. Amen. Can you remember the prodigal son? Okay, wacha na prodigal son. Can you remember Adam na Eve? Mnakumbuka kwa Biblia Genesis? Wakati walifanya dhambi, what happened? Walijiona uchi. Amen. Mungu akakuja kama kawaida akawauliza mko wapi? Maana according to me, I don't see you in your position of authority. I don't see you, where are you? Wakasema tuko hapa tumejificha. Then wakaulizwa kwa nini? Wakasema wako uchi. Mungu akawauliza, who told you you are naked? How did you know you are naked? Maana they were still naked before, lakini they were not aware they were naked. But they were given another information, another light. They saw themselves naked. That's why God was asking, who told you you are naked? Because according to me, the light I gave you, are you getting me? Who gave you that information that you are naked? Wakasema ni nyoka. Information is powerful. Who feeds you and what does he feed you with?
Wakauliza nani aliwaambia? Wakasema ni nyoka. So you received another information, yes. So you are naked there, we can say tuko uchi. Lakini kumbuka walikuwa uchi wala roho. Walikuwa wanakaa kama ng'ombe tu. In fact, wakati Mungu alisema sasa hivi tunaona haya tumejificha, ikabidi Mungu mwenyewe atengeneze ni mnyama aliua akatengeneza kosi afunike uchi. Maana wameanza kujiona wako uchi. Ndio maana mnaona mtoto akiwa mchanga ile formative years, akiwa miaka 1, 2, 3. Anaona haya akiwa uchi. Kwanza akitarawa bodi anasikia kama mzuri sana. Si ni kweli? Unamwona ameshuti nje. Kwacha aanze kukoma. Si huko kuna badilika. Aya. Dadia ataniona anaanza kufuni. Ni nini wewe umebadilika ni huku information. So wapendwa, ninawasihi kwa jina la Yesu. Take care of who will feed you. Maana the moment you are given the wrong information, from there you are done. Anakufeed, anaenda. Ashashughulikia hapa, sio lazima akae na wewe. Umenishika. Na ndio maana mahubiri kama haya shetani hataki. Shetani hataki kanisa ambalo linahubiri watu mambo kama haya bila watu kweli. Maana mtu ako na akili nzuri atauliza hii nyoka nina meza kazi yake ni gani? Lakini kwa sababu watu wako brainwashed wanakula nyoka. Tini ile ilikuwa imeinuliwa na Musa. Hata hizi vitu tuombe. Ninapoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu anasaidika? Na wengine mna ati wanakujaga wanasema nataka watoe majini kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Watoe nini? Ati hii nyumba yako kuna vitu nasikia baunga. Nataka niangaliliwe. Na unaona hata Wakristo wanaangaliliwa. Sasa nani anafaa kuangaliliwa? Wewe unafaa kuangalilia, wewe unafaa kuangaliliwa. Kwa sababu umesikia paka imepiga duru hapo nje. Toka.